Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Aprili 10, siku ya Ijumaa. Mada inasema jifunze zaidi, katika somo la pili la robo hii ya pili ya mwaka 2026. Mungu anawaita watu wake kuwakilisha tabia yake, lakini ili kufanya hivi tunahitaji kumjua sisi wenyewe. Njia bora zaidi ya kumwona yeye kwa uwazi, licha ya macho yetu ya kibinadamu yenye dhambi ambayo mara nyingi sana huelewa vibaya njia zake takatifu na kamilifu, ni kupitia kuchunguza neno lake, Biblia. Upendo wote wa Baba ambao umeshuka kutoka kizazi hadi kizazi kupitia mkondo wa mioyo ya wanadamu, chemchemi zote za huruma ambazo zimefunguka katika roho za wanadamu, ni kama njia ndogo tu ya bahari isiyo na kikomo ikilinganishwa na upendo usio na mwisho wa Mungu. Ulimi hauwezi kuutamka, kalamu haiwezi kuichora. Unaweza kuutafakari kila siku ya maisha yako. Unaweza kuchunguza maandiko kwa bidii ili upate kuyaelewa. Unaweza kuleta kila nguvu ya uwezo ambao Mungu amekupatia katika jitihada ya kuelewa upendo na huruma ya Baba wa mbinguni, na bado kutakuwa na milele iliyo mbele zaidi ya hayo. Unaweza kujifunza upendo huo kwa muda mrefu na bado usiweze kuelewa upana na urefu na kimo na kina cha upendo wa Mungu katika kumtoa mwana wake ili afe kwa ajili ya ulimwengu. Milele yenyewe haiwezi kuufunua kikamilifu, na bado tunapojifunza Biblia na kutafakari maisha ya Kristo na mpango wa ukombozi, mada hizi kuu zitaufungua ufahamu wetu zaidi na zaidi. Ellen G. White, Testimonies for the Church, gombo la 5, ukurasa wa 740. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: unapotafakari sifa za Mungu ulizojifunza juma hili, ni ipi ambayo imekugusa zaidi katika uelewa wako juu ya Mungu? Swali la pili: ni sifa zipi zingine za Mungu unazoweza kujifunza ili kuzidisha na kuimarisha uhusiano wako na Mungu? Swali la tatu: ukiwa pamoja na mwanafamilia au rafiki, soma au sikiliza sura ya kwanza ya Jipatie Amani Moyoni na mwijadili pamoja. Ni utambuzi gani kuhusu tabia ya Mungu na ya Yesu ambayo sura hii imekufanya utafakari? Swali la 4: walio wengi wana picha potovu juu ya Mungu ambayo Bwana Yesu alikuja kuirejesha. Unaweza kufanya nini ili kuwaonesha wengine picha iliyo sahihi, inayoonekana wazi ya tabia ya Mungu kwa wale unaoweza kuwavutia? Swali la 5 na la mwisho: tafakari tena kile ulichojifunza kwenye somo la Jumatatu. Ingawa sisi ni wenye dhambi kabisa na hivyo si watakatifu, Biblia pia inatoa kauli bayana juu ya watu wa Mungu wanaoishi maisha matakatifu. Soma Petro wa kwanza sura ya kwanza ya 13 hadi 16, Warumi 6:22 na Waebrania sura ya 12 ya 14. Mungu ni mtakatifu na anatualika tuwe watakatifu, lakini kuishi maisha matakatifu kuna maanisha nini hasa? Muhtasari. Tangu mwanzo wa uumbaji, Mungu ametamani kuwa katika uhusiano wa karibu nasi. Ingawa ufahamu wetu wa tabia yake ni shabaha ya mashambulizi ya Shetani, Mungu anajidhihirisha kwetu kwa uwazi zaidi kupitia neno lake na kupitia maisha ya mwanawe Yesu. Hatimaye, kuwa na picha iliyo wazi na nzuri ya Mungu ni muhimu ikiwa tunataka kuimarisha uhusiano wetu naye. Huo ndio mwisho wa somo la pili robo hii, somo linalosema kumjua Mungu.